والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nimetanguliza hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifundisha. Kiuhakika Qur'ani ndiyo kanuni yetu kuu ya maisha. Ukitafuta kanuni ambayo ni kinyume na Qur'ani, elewa umefeli. Hata kama utaona na maendeleo, maadam Qur'ani umeiweka pembeni, utafute chochote unachokiona kitakupa maendeleo, elewa umefeli. Hapa duniani, kaburini na kesho akhera, huna chako. Kwa hali hiyo, tunawashajiisha watoto na watu wazima waisome Qur'ani, kwa sababu ndiyo kanuni yao ya maisha. Anayetumia kanuni kinyume na Qur'ani, kama nilivyosema, lazima atafeli. Na tuelewe, sheitani halali, wanafiki hawalali, na wabaya wote hawalali. Wanakutafuta wewe na mimi tuiache Qur'ani ili tuishi wanavyotaka wao. Ndio maana unaona tunapambiwa vitu vingi. Nitoe angalizo, sisi tunaandaa mashindano haya sio kwa ajili ya watu wapate zawadi, la, ili mjue, kwa sababu usije ukawa unashiriki hapa ili upate zawadi. Wallahi, kwa kanuni ya madrasa yetu Ummatul Islamia, tunakwambia wewe umefeli na hatukutaki. Kuna watu mnakimbizana kutafuta hela, kutafuta zawadi, lakini mnaacha kitu kikubwa ambacho ni ikhlas. Ukisoma Qur'ani, uisome lillahi, so li fulus. Kuna mwaka jana hapa tumegawa zawadi, watu wanasema zawadi hizi hazifai. Tutagawana vipi mtungi? Nyie walimu muogope Allah. Wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah. Mtoto hifadhi yeye, nyie mgawane. Kwani sisi hapa hatuwapi walimu zawadi? Hatuwapi? Na wauliza, hatuwapi? Sina wauliza nyie walimu, hatuwapi sisi zawadi? Hatuwezi kusema mshahara, hakuna mshahara. Utamlipa nini mwalimu anayesomesha Qur'ani? Utamlipa nini? Sasa nyoyo zinaharibika kidogo kidogo. Mwaka jana watu wanachukua mapikipiki wanakimbiza watoto. Mtoto mmoja anaenda mashindano 20. Sasa anaenda kufanya nini? Na usia pamoja na kuhisia nafsi yangu, msije mkasoma Qur'ani. Kwa sababu ya nini? Nisikilizeni, kwa sababu ya nini? Msome kwa ajili ya nani? Hapo tutaelewana. Lakini nyie mnekuja kwa nia ya zawadi, mtakuja kosa. Iko siku Mungu atawanyima kabisa. Na nyie walimu mnaoandaa watoto kwa ajili muwafanye biashara, hiyo biashara imedoda. Wallahi imedoda. Kwa sababu gani itadoda? Kwa sababu wewe ufanyi kwa ajili ya Allah, kumbe unamwandaa mtoto kwa ajili ya biashara. Hatutaki. Ummatul Islamia hatuna biashara hiyo. Sisi tunaandaa mashindano kuwashajiisha watoto waipende Qur'ani. Tumeandaa kwa sababu gani? Tukikupa sisi motisha, tunakupa motisha tu ili umepoteza muda kidogo, Allah upate angalau, Allah akujalie upate juisi unywe, au maji unywe, au nguo nzuri uvae, basi. Lakini sisi hatufanyi mashindano haya ili wapatikane washindi na washindwa. Wote wameshinda, wote
Ni basi tu, kama vile unaniona mimi nimeumbwa mweusi, kuna mwingine mweupe. Kwa hiyo na ukijiona umepata, usije ukamwangalia yule ambaye hajapata kuwa amefeli. Hakuna aliyofeli. Kwa hiyo nitoe shukrani za dhati bila kupoteza muda ni mfupi sana, kama Allah alivyosema ayyama madudat, masiku ya mwezi wa Ramadhani yamekwisha, yamebakia masiku machache sana tumalize nini, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nitoe shukrani za dhati kwa wale wote waliochangia kwa namna moja au nyingine kufanikisha mashindano haya. Wallahi hatuna cha kuwalipa, mpaji aliyokuwa bora ni Allah. Sawa? La kwanza. Pili, nitoe shukrani za dhati kwa washiriki wote mlioshiriki kwa namna moja au nyingine. Sisi, mtoto aliyeingia au mwanamama aliyeingia kaandika jina lake anashiriki kwenye mashindano haya, lazima apate zawadi yake. Lazima. Hata kama umepata 0, lazima utapata nini? Zawadi yako. Lazima. Na walimu waliofundisha watoto hawa na wakina mama hawa, lazima na wapate nini? Zawadi. Msichukulie wingi au udogo wa hiyo zawadi. Chukueni kuwa mmepewa na nani? Kwa sababu sisi hii michango ni watu wametoa. Hatuwezi tukapewa michango alafu tukawadhulumu watu. Tunasema tunawapa wote. Lao ningelikuwa na uwezo mimi ningewapa hata wote waliokuja kusikiliza leo, lakini uwezo sina. Bila kupoteza muda, nawaomba nisishereheshe sana. Nawaomba walimu muwafundishe watoto kwa juhudi kubwa, kwa sababu hawa watoto ndio wanayenyanyua dini ya Kiislamu, kwa sababu bila Qur'ani dini haipo. Bila kupoteza muda, nitoe shukurani za dhati kwa namna moja au nyingine kwa mgeni rasmi Mzee Kasuku. Allah akulipe kila la kheri. Umeacha kazi zako, umekuja hapa. Allah ndio mlipaji mzuri. Bila kusahau kina Amiri mdogo, Saifullah. Watu wako wengi lakini hawakujaliwa kufika, na hii ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Bila kupoteza muda, jazakumullahu khaira. Allah awarudishe majumbani salama, na hatua tuliozipiga Allah tunyanyue daraja inshallah, tukakutane Firdausil Aala. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Juma, naona umekamua ndimu. Umewakamulia ndimu maustadhi. Haya, inshallah tumepokea na tutatekeleza.